jambo mnapoona viongozi wote wako hapa, moja, sisi kama wasaidizi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na katika mkoa wa Singida tuko pamoja na Mheshimiwa Halima Dendego, mkuu wa mkoa, tumekuja hapa kuendelea kuthibitisha kwamba Mheshimiwa Rais Sekine kashazungumza hapa, tayari kashaleta chanjo za kutosha, tayari timu zimekwisha tengenezwa. Mmesikia hapa sisi manispaa ya Singida kuna timu 69 ziko tayari kwenda kazini, tayari vifaa vimeshafika, tayari wawakilishi kutoka wizarani wako hapa, WHO wako hapa na wengine wote wako hapa, mpaka mkoani wako hapa. Ni kuonesha kwamba serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan si tu kwamba inawapenda Watanzania, inawapenda watoto, inawapenda wakina mama. Kofi kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa kwa nini serikali hii inaona jambo hili la muhimu? Mama zangu, naomba niwaambie jambo ambalo leo umelifanya kwa mtoto wako. Moja, umeokoa maisha ya mtoto wako, kwa sababu namna pekee ya kushughulika na polio ni kuchanja chanjo ya polio. Hamna njia nyingine. Kama hajapata hiyo, manake umemwekea mwanao mazingira hatarishi ya kupoteza maisha. Ninyi leo kuna watoto wenu hapa, ni kwamba umemwepusha mtoto wako na kifo. Lakini si hivyo tu, yamezungumza, mimi nasisitiza tu, wataalamu wamesema hapa kwamba ugonjwa huo pia unasababisha ulemavu, tena ulemavu wa kudumu. Sasa kwa kuja kwa ajili ya kupata chanjo hii, umemwepusha mtoto wako na ulemavu wa kudumu. Mbali na hiyo, mama zangu, wazazi, walezi, kwa chanjo hii ya polio ambayo timu iko tayari manispaa ya Singida, wataalamu wako tayari manispaa ya Singida, mwanao ukija kumpatia chanjo hiyo, inamaanisha kwamba umemwepusha na ugonjwa wa kupooza. Wakati mwingine anapooza, jaribu kuangalia yeye huyo asipata chanjo hii anakuwa mwenye ulemavu. Asipopata chanjo hii anaweza akapooza, na asipopata chanjo hii anapoteza maisha. Upendo huu umefanya leo ni upendo wa pekee sana sana sana. Niwapongeze mkurugenzi pamoja na daktari. Mimi kwa niaba ya viongozi wenzangu na mfiki tuko pamoja na Mheshimiwa Diwani, tunawapongeza kuanza vizuri jana. Na watu wapigie makofi wataalamu. Wapo wataalamu wanaofanya kazi vizuri, naomba tuwapigie makofi tafadhali. Sasa wito wangu kwenu, kwa sababu hatuna deni kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, vifaa vyote vimefika na chanjo zipo. Wilaya chini ya usimamizi wa uongozi, timu 69 zimeandaliwa, na mule ndani yake kuna mchanjaji, kuna mtu wa takwimu na kuna mhamasishaji. Wako pale kwa ajili ya kazi hiyo. Kila timu wako pale. Sasa kila mtu ana kazi yake. Wito wetu kama serikali, mchanjaji tunakutana kwenye uchanjaji. Mchanjaji oye. Lakini mhamasishaji, mkurugenzi, tuone mpango kazi wake wa hizo siku ili kazi yake iweze kupimika. Tumekubaliana tena misikitini, makanisani, sokoni na maeneo yenye watu wengi. Ongezeni humu ndani. Sisi tuna magulio hapa. Kuna watu wengi kwenye magulio. Na sisi Wanyaturu kwa magulio ni kama sherehe. Singida Kuto. Zekimea anajua na tuna kodi huko na madiwani wanafahamu. Na ndio maana mtafahamu mkutano wetu unaangalia kuna gulio, kama kuna gulio ufanye mkutano. Sababu wamejaa kule. Mwafanga. Ndio wapi? Makamu mwenyekiti. Kwa hiyo maeneo yote hayo hawa watu wajue na tuweze kupima hamasa walioitoa vizuri, lakini bado haitoshi. Na ndio maana hamasa haijawahi kufikia mwisho siku zote. Toka tumezaliwa unasikia tangazo la kiwi mpaka leo. Toka umezaliwa unasikia tangazo la biki mpaka leo. Mbao na baadhi ya watu wanafikiri biki ndio kalamu, kumbe biki ni jina la kalamu. Toka tumezaliwa tunasikia matangazo ya vituo vya mafuta ya magari haya. Ni petrol station. Lakini tunakwambia sheri, kumbe sheri ni jina. Zile ni petrol station.
Sasa matangazo yameenda yakaenda yakarudia. Sasa nafikiri dawa ya kiatu yote ni kiwi. Kumbe sio. Kiwi ni brand name. Sababu ya matangazo mpaka tumezoea. Naomba kiwi. Ile inaitwa inajulikana nyingine. Sio kiwi. Singida Gutu. Kwa tunataka na sisi kwenye hamasa hii watu wajue mpaka wajue tena. Ili mama ajue na baba afahamu kwamba akimpeleka mtoto kupata chanjo anamuondolea ulemavu, anamuondolea kifo, anamuondolea kupooza. Na yote haya serikali hii inatoa bila malipo. Asalamu alaykum, haleluya. Nimesema bila malipo. Kwa maana hiyo inalipwa na serikali. Hiyo inalipwa na serikali. Ndugu zangu dogo hilo. Kisha takwimu zangu zikae sawa sawa. Msimamizi wa afya bwana, tuangalie takwimu zetu zitusaidie msimu ujao. Tunawaza, je, malengo tuliyoweka sasa hivi, je, ilikuwa ni malengo sahihi? Tumevaa siku moja imefikia 67% au ilikuwa ni malengo ya chini? Najiuliza tu hapa hivi. Kwa hiyo baada ya takwimu zetu kuwa sawa sawa, tutaweza kuona Mzee Kimea kwa malengo ya mwaka ujao, ya msimu ujao tuweke kwa namna gani. Kwa watu wa takwimu pia tuweke sawa sawa. Nimesema mshaji na mtu takwimu. Najua mchanjaji yeye anatakiwa akae pale achanje. Tumuone. Na wachanjaji ndugu zangu ni wachanjaji wana taaluma ya afya. Ndugu zangu, na kwa niaba ya viongozi wenzangu wa wilaya yetu ya Singida, naomba nichukue nafasi kwa dhati kabisa mimi kama kiongozi wa wilaya kumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Tanzania, kwa namna bora ambayo anatuletea vitendea kazi, vifaa tiba, na leo sikupata nafasi ya kuweza kuzindua siku hii ya leo. Lakini niwashukuru sana kusema hayo ndugu zangu. Nimefarijika sana, niko tayari sasa kuzindua rasmi utoaji huu, shughuli yetu hii ya kampeni ya chanjo ya polio katika manispaa yetu ya Singida kwa ajili ya kuwafikia watoto wetu hawa. Naomba viongozi wa dini tuwapokee wataalamu wetu kutoka serikalini popote pale mlipo, kwenye misikiti pamoja na makanisani. Naomba viongozi wetu wa mila mwapokee wataalamu wetu wa idara yetu ya afya wakija kuzungumza kuhusiana na mambo yetu ya afya. Naomba na Watanzania wote wilaya ya Singida mwapokee watu wetu wa afya. Nimewajishuhudia wako tayari kuingia mtaani, mkisikia wanakuja wapokeeni. Na tafadhali, ili kuepusha matapeli, watakuja wakiwa na vitambulisho vyao vya serikali, ili wasije kafika wakadanganywa, maana matapeli wengi sana siku hizi. Uliza kabisa, we nani, umetoka wapi, angalia kitambulisho chake ili uweze kumfahamu. Ndiye naomba uambie na wenzetu wasio wagumu kutoa vitambulisho. Wasifike kwa kusema unanijua mimi. Maana watu hivyo wako pia. Kabla ya unaweza unajua mimi, kwa sababu tunatoka serikalini. Tujitamfika pale, jitambulishe, mimi fulani, natokea fulani, mgezi wangu fulani, hivi na hivi, kitambulisho changu hiki hapa, tumekuja hapa kwa sababu ya watoto wetu. Tuko ni kampeni ya chanjo ya polio, malengo yake ni 1, 2, 3, 4, 5. Tunaomba tukutane kuwahudumia. Usianze kusema unanijua mimi, haitatusaidia. Niko tayari kuzindua rasmi. Asanteni sana, mbarikiwe sana.